Spika kwa mada ya leo ambayo nimeona Waluhya wameanza kuwa na ile desturi mzuri, na mimi nashukuru sana, na ninataka kuomba ya kwamba vile Waluhya mumeanza sasa ndio mumeanza kufanya ile kitu, at least sisi Waluhya tutaanza kuonekana. Na mimi nataka kuanza na kuomba ya kwamba wale viongozi ambao wamekuwa kuanzia hapo nyuma kama Mudavadi, Wetangula na wale wengine, tafadhali tunawaomba kujeni sasa tutengeneze nyumba yetu ya Mlembe, kwa sababu kama Natembeya amekubali anaunga Sifuna mkono na wale wengine pia wamekubali, sisi tunasema sasa nyumba imeanza kuwa mzuri. Mimi nataka kusema hivi, Salasia wajana na maneno mingi, kuja tutengeneze nyumba yetu. Sisi Waluhya ndio tumekuwa tumesambaratika, lakini kama saa hii mumeona ya kwamba mnaweza kuja tufanyie pamoja, tukue na kingpin, tutaonekana vizuri sana, kwa sababu tumekosa mwelekeo. Sisi ni wengi, lakini imekuwa hapo nyuma, ikifika wakati wa kura tunaanza, wengine tunaenda huku, wengine tunaenda huku. Hao watu wengine wale wanapinga mambo ya Sifuna ni wale wameanza kuona sasa Waluhya tumechanuka. Waluhya sasa tumeanza kushikilia ile route ambayo ni mzuri. Ndio maana unasikia wengine wanasema Sifuna hataweza, Sifuna hataweza. Ni ile wameshagundua sisi Waluhya sasa ndio sasa tumeanza kujipanga vizuri. Na hivyo mimi nashukuru Natembeya bwana. Nataka kuita wakina Eugene. Nataka kuita wakina wale Waluhya wote mpaka huko kwetu Busia, wakina Babu, wakina Otuoma, wakina Ojamong. Kujeni tutengeneze hiyo nyumba yetu sasa. Sasa hii Waluhya tuonekane. Hii kitu tunataka ikitoka kwa Kikuyu na itoke kwa Kale irudi kwetu Western kwa Waluhya, kwa sababu sisi tulikuwa tunafikiri sasa baba ndiye atatoa hao watu, lakini sasa hii kwa bahati mbaya tunasema pole, baba alienda. Sasa tunajua sisi tukijipanga vizuri, sisi ndio tutakuwa next kuchukua hiyo kitu. Na Waluhya mkuje tukue mahali pamoja, mkuje tushikane mkono, tutenganize nyumba yetu. Hapo mimi nimeunga Natembeya mkono, na mimi nataka kuambia Sifuna usiogope. Tunataka tutengeneze history kama ile Obama alitengeneza kule Amerika. Baada ya kutoka Senate akachukua president. Na hiyo ndio sasa sisi pia tunataka Sifuna uchukue hiyo mkondo. Wewe ndio umechukua legacy ya baba Raila Amolo Odinga. Tumeona hivyo. So usiogope. Spirit ya baba bado iko na wewe. Mtu yeyote asikuja ati mara hapana. Hiyo spirit iko kwako, wewe kuja uchukue hiki kitu mara moja. Naenda kwa mada ya security. Security nayo hapa Kenya ni mbaya. Mimi nataka kuambia kama Mr. President unaweza kaa chini na security ambayo umechagua CS Murkomen. Ukweli ni kwamba saa hii wale watu ambao wanalinda usalama wa Kenya hawalindi usalama, wale watu wanalinda hongo. Ile kitu inaendelea Kenya hii ni hongo. Mimi nashangaa, ukitembea hata huku nje unapata hatu badala askari kutulinda, wao wanakimbilia mahali kuko na hongo. Saa hii ajali ikifanyika tu hapa kwa hii barabara, utaona police traffic wote wakikimbia wanaenda pale kung'ang'ania kwa hiyo gari ambayo imekosa, kwa sababu wanajua hongo iko hapo. Ukienda kwa zile vitongoji ndogo ndogo, unaweza shangaa unapata watu wanapigana hata kwa baa, lakini askari hata waangalie hiyo, wao wanaenda kuconcentrate nini na kuitisha hongo kwa hizo baa. So hii security saa hii imekuwa mbaya. Sisi wananchi hata sijui tutajilinda na nani. Imekuwa mbaya sana, na ndio maana tunasema Kasongo, kama utaki kutulinda uenda nyumbani, sisi tutafute yule president ambaye anaweza leta usalama hapa Kenya mzuri. Asanteni sana.